Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema sera mama katika awamu ijayo ya serikali atakayoiongoza ni suala la ajira kwa vijana. Rais Dr. Mwinyi ametoa tamko hilo alipozungumza na mamia ya wanachama wa CCM na wananchi wa jimbo la Pangawe uwanja wa Nyarugusu katika muendelezo wa kampeni zake za uchaguzi mkuu. Rais Dr. Mwinyi amesema serikali inafahamu kwa kina tatizo la ajira kwa vijana na imejipanga kulipatia suluhisho la kudumu tatizo hilo. Amefahamisha kuwa serikali itatoa nafasi za ajira serikalini, sekta binafsi pamoja na kutoa mikopo isiyo na riba kwa vijana ili vijana waweze kujiajiri wenyewe. Kuhusu swala la miundombinu ameeleza kuwa tayari serikali ishaingia mkataba na mkandarasi wa kuzijenga barabara kuu na zile za ndani zilizomo katika jimbo la Pangawe na majimbo jirani kwa kiwango cha lami, akizitaja barabara za Mambosasa hadi Magari Mchanga na barabara ya skuli ya Kinuni hadi Kwarara kuwa ni miongoni mwa barabara zilizomo katika mpango huo. Akizungumzia swala la ujenzi wa skuli amesema tayari serikali imeshaingia mkataba wa ujenzi wa skuli 29 za ghorofa na jimbo la Pangawe itafaidika na mgao huo wa ujenzi wa skuli za kisasa. Rais Dr. Mwinyi ameelezea ujenzi wa viwanja vya michezo. Amesema serikali ya awamu ya 8 inakusudia kujenga viwanja vya kisasa majimboni katika dhamira ya kuinua vipaji vya vijana. Ujenzi wa hospitali mnaziona za wilaya na mikoa. Kwenye eneo la barabara kuu na za ndani mnaziona ujenzi wake kila pahali. Kwa maana viwanja vya michezo vikubwa na vidogo mnaona ujenzi wake. Kwa maana ya masoko ya kisasa mnayaona kila siku mkipita kwenye barabara hizi mnaona masoko ya kisasa. Miradi ya maji, miradi ya umeme, alimradi kila upande kuna miradi mikubwa ya maendeleo katika nchi yetu. Sasa nikianza kuzungumzia mmoja tutachukua muda. Kwa hivyo itoshe kwamba miradi inayoonekana kwamba mridhie ya kwamba ahadi tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tumekuja kwenu kuomba mtuchague tena ili tufanye makubwa zaidi 2025 hadi 2030 panapo majaliwa. La pili, nataka niseme kwamba ninatambua changamoto zilizokuwepo katika maeneo haya kwa maana ya jimbo hili na majimbo jirani. Kwenye upande wa barabara, natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani ambazo sisi mkandarasi tayari tunaye. Kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani Unguja na Pemba. Hapa najua kunahitajika barabara ya Kinuni skuli hadi Kwarara. Natambua kunahitajika vile barabara kutoka Fuoni Mambosasa hadi Taveta Magari ya Mchanga. Ndugu zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami. Hakuna shida katika hilo na wakandarasi wako kazini. Ni wakati tu, muda ukifika mtawaona katika jimbo lenu hili wakitengeneza barabara hii. Kwa upande wa elimu, naambiwa kuna mahitaji ya skuli ya msingi pale Tomondo Uzi na Kinuni. Lakini vile kunahitajika skuli ya maandalizi Kijito Upele mashine ya maji. Hivi karibuni tumeingia mkataba wa ujenzi wa skuli mpya 29. Skuli mpya zile za kisasa, sio hii mabanda ya skuli, skuli za ghorofa 29. Nimepokea maombi haya, tutaangalia mgao ili tuweze kukupateni na nyinyi skuli za kisasa za ghorofa. Kwenye upande wa afya nimeambiwa kuna mahitaji ya kituo cha afya Kwarara Kidutani. Uzuri ni kwamba tayari pale kumeshaanza matayarisho ya ujenzi. Matayarisho yanaendelea, katika muda mfupi ujao ujenzi wa kituo cha afya katika eneo lile utaanza. Naambiwa kuna mahitaji ya viwanja vya michezo. Ninyi ni mashahidi, tumeshaingia mkataba wa ujenzi wa viwanja vipya
17 ukiacha vile vikubwa vya Amani na Gombani na Mao. Tuna viwanja vya mikoa, tuna viwanja vya wilaya. Lakini vile vile baada ya kukamilisha hivyo vya mikoa na wilaya, tutaangalia kwenye majimbo tuweze kujenga viwanja vya kisasa ili vijana wetu wafanye mazoezi, wafanye michezo katika mazingira mazuri zaidi. La mwisho ambalo ningependa kulisema leo ni swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Natambua kwamba bado kuna changamoto ya ajira kwa vijana. Sera mama katika awamu ijayo ya uongozi itakuwa ni kutengeneza ajira kwa vijana. Tutatoa ajira serikalini, tukatoa ajira kwenye sekta binafsi ikiwemo viwanda, lakini tutawawezesha wananchi kujiajiri wao wenyewe kwa kuwapa mikopo isiyokuwa na riba. Ndugu zangu, tujipange, na hususan vijana tujipange. Ahadi yangu ni kwamba tutahakikisha kwamba vijana wengi kadri iwezekanavyo tunawapa ajira za kudumu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi amewaomba wananchi kumchagua kwa awamu nyingine kuiongoza Zanzibar pamoja na wagombea wote wa CCM wa ngazi zote ili atekeleze kwa mafanikio ahadi alizoahidi hivi sasa, pamoja na kuasisitiza kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura ili Chama cha Mapinduzi kipate ushindi wa kishindo. Tangulia kuzungumza wamesema mengi, kwa leo yatoshe. Sasa nifanye kazi ya pili, nayo ni ya kuomba kura. Niliyesimama mbele yenu naitwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nagombea nafasi ya urais wa Zanzibar. Naomba kura zenu nyote za ndio, mtanipa. Oye! Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii nimeombee kura mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mtampa. Nao makada wa CCM wakatoa ushuhuda wao kuhusiana na maendeleo ya Dr. Mwinyi. Kuna moja miongoni wa mwenyekiti au kiongozi wa kigenge kimoja ambacho kinajiita chama cha siasa, juzi walikutana Pemba, wakasema maneno, sisi waumini wa Muungano na Mapinduzi ya nchi hii na amani na umoja na utulivu yametugusa, na imebidi leo tuje hapa tuyaseme na tuyajibu, tuyasemee ukweli wake. Walikutana Pemba. Moja ni kwamba wakasema fedha zinazotoka kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikaja Zanzibar kwa ajili ya kufanyiwa miradi, fedha zile zinatumiwa katika mazingira sio, na zinafanyiwa ufisadi. Sasa bahati nzuri mimi ni moja miongoni mwa manaibu waziri niliyopata nafasi ya kusimamia Wizara ya Muungano na Mazingira. Na bahati nzuri Mheshimiwa Rais, na wewe uliwahi kupitia wizara hii. Tunataka tuwaambie kwamba fedha zilizoletwa zote za awamu zote zimefanyiwa miradi, na miradi inaonekana, na wao ni miongoni mwa watu ambao wanatumia na wanapita na wananufaika na miradi hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, fedha zile zimetumika kwanza kunusuru kaya maskini, kwa maana ya kwamba TASAF, wananchi wengi wa Tanzania hususan Zanzibar, wale wenye kaya maskini wamenufaika na fedha hizo. Uongo kweli? CCM oye! Lakini ziko fedha zimeletwa, fedha za uviko. Fedha zile zimekwenda kujenga madarasa mengi sana. Fedha zile zimejenga skuli za ghorofa. Fedha zile zimejenga miradi ya maji. Fedha zile zimejenga hospitali za kisasa with full facilities. Maana yake fedha zile zimetumika in accordingly. Piga makofi kwa Dr. Mwinyi. Lakini ziko fedha nyingine zimekuja, na fedha zilizokuja zimejenga miundombinu ya barabara ambayo huyo mkuu wa hicho kigenge cha siasa anapita anapoelekea kwao Pandani, anapita juu ya barabara safi Mgongo wa Ngisi. Kazi kubwa Mama Samia, kazi kubwa ya Dr. Mwinyi. Zimejenga barabara nyingi. Barabara kwa mfano barabara za Pemba.
Barabara iliyotoka Chake ikapita Militano ikaelekea Kisiwani kwa Binti Abedi ikaenda Wete mpaka baharini ni barabara iliyojengwa kwa ushirikiano wa Dr. Mwinyi na Mama Samia Suluhu Hassan, na ni barabara ambayo wao wanaitumia katika kupita na kutembea barabara hiyo. Tunataka tuwaambie wasiwadanganye wananchi, wala wasituletee sera za uchochezi na sera ambazo zinaweza kuleta vurugu kwa wananchi. Wananchi wameshiba muungano wao, wameshiba mapinduzi yao. Piga makofi kwa Dr. Mwinyi. Ndugu zangu, nilimsikia analalamika, anasema Dr. Mwinyi ameshindwa kusimamia swala zima la athari kubwa mabadiliko ya tabia nchi. Suala linakuja, makamu wa rais ndipo kunako ofisi inayosimamia mazingira. Maana yake ukizungumza mabadiliko ya tabia nchi ndio hayo mazingira. Kafanya nini katika kumsaidia mheshimiwa rais? Jibu lake ni kwamba hana alichokifanya zaidi ya kukaa na kulalamika. Nataka tuwaambie, zipo fedha zimekuja, zimesaidia, na Dr. Mwinyi anakumbuka tulikwenda Tumbatu tukagawa boti kwenye miradi ya EBA, zikasaidia katika kuinua uchumi wa buluu, zile zilitoka Jamhuri ya Muungano, na tukasaidia katika kutunza na kuhifadhi mazingira. Lakini iko miradi Pemba ya Sepwese na miradi mingine imesaidia katika kuhifadhi mazingira. Tunataka tuwaambie kwamba Dr. Salmini aliwahi kusema, Tanzania tulifungua milango ya demokrasia ili wananchi waamue, na wananchi watakavyoamua tutafata. Sasa wafike wakati wajue kwamba hii ni nchi ya kidemokrasia, lakini demokrasia isivuke mipaka mpaka wakaleta sera za uchochezi zikaleta shida katika nchi hii. CCM oye! Ndugu wananchi, nataka niwaambie wananchi kwamba Dr. Mwinyi na Mama Samia wamejitahidi sana katika kuzitatua changamoto za muungano ambazo wao wanaziita kero, lakini sisi tunaziita changamoto kwa sababu ndani yake imepatikana fursa kutokana na changamoto hizo. Changamoto zetu zilikuwa nyingi, zilikuwa takriban 25 ndani ya kipindi cha Dr. Mwinyi na Mama Samia kuanzia 2020 mpaka 25. Zaidi ya changamoto 15 zimetatuliwa, na leo muungano wetu uko salama. Kazi kubwa ya Dr. Mwinyi, kazi kubwa ya Mama Samia. Tunataka tuwaambie, kama wameshindwa kuendeleza siasa na wakafanye kazi nyingine, kazi za kufanya zipo. Kuna uvuvi, kuna ufugaji, kuna ukulima, waende wakafanya hizo kazi, lakini wasisimame juu ya viriri wakahubiri siasa za chuki, siasa za... Niwape ushuhuda wangu wa haya yanayotokea ambayo unayofanya wewe mheshimiwa, kwamba haya mheshimiwa anayotenda hapa ndiyo hasa madhumuni na malengo ya mapinduzi matukufu ya chama cha Shirazi ya mwaka 1964. Ndio haya. Mkisikia mapinduzi daima ni kuendeleza, au tunasema tutayalinda, tutaendeleza. Sasa yeye anaendeleza kwa vitendo. Haya ndiyo mambo ambayo huyo kiongozi mkuu wa chama cha Shirazi Mzee Karume alikuwa kidadi kabla hata mapinduzi kwamba tukipata nchi yetu, tukipata serikali yetu, tutafanya haya na haya miongoni. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.